Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV. Matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya. Bana, huo ni mziki ambao ulitoka kusikiliza. Huo ndo mziki mpaka sasa mashariki mwa nchi ya Kongo raia wanauzoea. Ukisikia milio ya risasi wao kwao si kitu. Hivyo kusikia risasi ndugu mtazamaji mashariki mwa nchi ya Kongo haswa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini ni jambo la kawaida kwa wananchi walioko huko na maeneo ambayo yako chini ya uangalizi wa waasi wa M23. Naam, asante sana, karibu tena kwa mara nyingine tena siku ya leo tufanye uchambuzi kuhusiana na hali ya usalama inayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, hususa ni mashariki mwa nchi hiyo jimboni Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Dinamiki Malembeni mimi wa Tiki TV na nyuma ya kamera mwite Pepe Wewe Lonja. Na asante sana, tuanze na ushindi ambao umetangazwa siku ya leo ambapo kulipitika na nyimbo za vigelegele huko maeneo ya Katana ambako wazalendo walikwenda kuimba nyimbo za sifa na kwenda kutangaza bendera ya amani na ushindi baada ya kwenda kushinda mapambano yaliyopitika maeneo ya Katana tuko tarafani Kabare ni jimboni Kivu ya Kusini. Mtazamaji, kulipitika na mapambano asubuhi ya siku ya pili ya tarehe 25 maeneo ya Katana ambapo wazalendo walikwenda kupigana au kulitokea na mapambano kati ya wazalendo na makundi mawili ya waasi ambao ni RDF na M23. Hivyo wazalendo walikwenda kutangaza ushindi na kwenda kukamata airport ya Kavumu. Hivyo mji wa Bukavu hizi siku mbili tatu wazalendo walisema kwamba watakwenda kuchukua na kugomboa mji wa Bukavu. Na asante sana, hizo ni ripoti ambazo nipenda ni kuambie kwanza kuhusiana na ushindi wa wazalendo maeneo ya Katana tarafani Kabare. Hata hivyo mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV, mkataba wa amani unaendelea mpaka sasa ambako maraisi wa EAC, Umoja wa Afrika Mashariki, na vile vile maraisi au viongozi wa SADC wamejiunga kwa pamoja ili kutafuta amani na kuangalia ni kiasi gani watakwenda kusaidia nchi ya Kongo ili mapambano ya kwende kumalizika mashariki mwa nchi hiyo. Hivyo baada ya mazungumzo kwenda kukatishwa na kukosekana makubaliano ya amani yaliyopitika huko Angola, hivyo hayakufanyika. Na vile vile mawasiliano au mkataba mwingine wa kutafuta amani ulikwenda kufanyika maeneo ya Qatar, lakini Qatar haikupata mafanikio. Hivyo maraisi wa EAC na SADC walijumuika pamoja ikiongozwa naye William Ruto, ni rais wa Kenya ambaye pia ameongozana na mwenzake rais wa Zimbabwe, viongozi wawili ambao watakwenda kukusanyisha viongozi watano wa zamani ambao walikuwa kiongoza baadhi ya nchi za Afrika. Wao watakwenda kukutanisha nchi ya Rwanda na Kongo katika umoja na kufanya mkataba wa amani. Hivyo mpenzi mtazamaji, katika waalikwa ambao watakwenda kushuhudiwa katika meza ya mkataba wa mawasiliano au mkataba wa amani atakuwepo Uhuru Kenyatta, ni rais wa zamani wa Kenya, na vile vile atakuwa Olusegun Obasanjo, ni rais wa zamani wa Nigeria. Atakayealikwa pia mtu wa tatu ni Kgalema Motsalet, huyu ni rais wa zamani wa Afrika ya Kusini. Na vile vile mtu wa nne ni huyu ambaye anaitwa Sahle-Work Zewde, ni rais wa zamani wa Ethiopia na mwanamke wa mwisho ambaye aliwahi kuwa ni rais wa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati ambaye anaitwa Catherine Samba Panza. Ni marais watano wa zamani ambao watakwenda kujumuika kwenye meza ya kutafuta amani kati ya Kongo na Rwanda. Na hata hivyo nchi zote hizo mpenzi mtazamaji zitakwenda kujumuika pamoja ili kuangalia ni kiasi gani usalama utakwenda kupatikana ili kwenda kufupisha mauaji ambayo yanatokea kila siku mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuachane na mazungumzo na mkataba wa amani, tujelekeze huko Walikale. Siku ya pili ya tarehe 25 kulikwenda kutokea na mapambano kati ya wazalendo kati ya kijiji cha Kirundu tuko maeneo ya gavumenti ya Banabangi, ni katika makao makuu ya Walikale tarafani Walikale. Mpenzi mtazamaji, tarafani Walikale kumetokea na mapambano. Hivyo ni kitu ambacho mpaka sasa watazamaji wengi wanategemea kusikia Walikale, je, iko mikononi mwa waasi wa M23 au Walikale iko mikononi mwa wazalendo au jeshi la taifa la FARDC? Tukiachana na masuala ya makubaliano au mkataba wa kutafuta amani kati ya nchi ya Rwanda na DRC, kama nilivyotoka kutaja kwamba kutakuwepo na waalikwa watano, ni marais wa zamani waliopata kuongoza nchi za Afrika. Hao ni baadhi ya viongozi ambao watakwenda kujumuika katika mkutano wa amani kwenda kutafuta amani kati ya nchi ya Rwanda na DRC. Tukiachana na mambo hayo mpenzi mtazamaji, nilitoka kukuambia kwamba wazalendo walikwenda kupata ushindi maeneo ya Katana. Ukisema Katana tuko tarafani Kabare, ni jimboni Kivu ya Kusini ambako kulitokea na mapambano. Hivyo walikwenda kuchukua na airport ya Kavumu. Lakini tukiachana na ushindi wa wazalendo,
Vile vile kunaendelea kutokea na mapambano kila siku kati ya waasi wa M23 na wazalendo. Siku ya pili ya tarehe 25 asubuhi ya siku ya pili kulikwenda kutokea na mapambano kati ya wazalendo na waasi wa M23 maeneo ya Kirundu. Mpenzi mtazamaji, Kirundu tuko ndani ya groupment ya Banabangi. Ukisema Banabangi ni kwenye kilomita 10 na makao makuu ya tarafa la Walikale. Asante sana. Huko Walikale mtazamaji, kunaendelea kutokea na mapambano kati ya waasi 23 na jeshi la wazalendo na FARDC. Utakwenda kujiuliza, je, Walikale iko mikononi ya waasi au Walikale iko mikononi ya jeshi la taifa la FARDC au wazalendo? Lakini mpaka sasa ni kwende kukuthibitisha kwamba Walikale bado iko mikononi mwa wazalendo na Walikale vile vile upande mwingine ambao ni wa mbali sana. Na kujiuliza mpenzi mtazamaji, je, Walikale iko mikononi mwa jeshi la taifa FARDC wazalendo au Walikale bado iko mikononi mwa waasi wa M23? Ni kwenda kujuza kwamba baada ya mapambano ya asubuhi ya siku ya leo ni kwamba mpaka sasa wanaomiliki Walikale katika makao makuu ya miji ya tarafa ya Walikale ni waasi wa M23. Lakini wanamiliki vipi tarafa la Walikale? Ni kwenda kukuambia kitu kimoja ambacho kimekwenda kutokea huko Walikale. Siku 2-3 ni kwamba waasi wa M23 walikwenda kutangaza kujiondoa katika tarafa la Walikale. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba katika makao makuu ya tarafa la Walikale, mjini Walikale, waasi kwa mrazi wa M23 wanaendelea mpaka sasa kuonekana maeneo ya Walikale, japo walitangaza kuondoka maeneo hayo. Lakini mpaka sasa raia wanakwenda kuripoti na kushuhudia kwamba Walikale bado iko mikononi mwa waasi wa M23 kwa sababu ni wao pekee ndio wanazunguka katika mji wa Walikale. Lakini vile vile jeshi la wazalendo waliko mbali na Walikale, wako katika vijiji vinavyozunguka tarafa la Walikale. Ndio maana nilikwenda kukushuhudia kwamba kulikwenda kutokea na mapambano asubuhi ya siku ya pili kati ya waasi wa M23 na jeshi la wazalendo. Asante sana mpenzi mtazamaji, nilikwenda kukuletea uchambuzi na hali halisi ya vita na mapambano yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Nilikujuza kwamba Katana iko mikononi mwa wazalendo na Walikale iko mikononi mwa waasi wa M23. Na vile vile kunaendelea na mazungumzo kati ya maraisi wa EAC na maraisi wa SADC kutafuta amani. Swali linakuja mpenzi mtazamaji, ili kwenda kumaliza uchambuzi huu. Unafikiri kwa upande wako kati ya mapambano na amani au mkataba, je, maraisi wa kwende kukaa chini kutafuta suluhisho la amani kati ya nchi ya Rwanda na Kongo au wazalendo waendelee kupigana vita? Kati ya hizi njia mbili, unafikiri ni njia ipi ambayo iko sahihi kwenda kuleta amani katika nchi ya Kongo? Je, kwa upande wako mtazamaji, maraisi wakae chini kutafuta amani kwa kusaini mikataba au wazalendo waendelee kufanya mapambano ili kutafuta amani? Ni kwa wewe kutuambia kwa maoni yako mpenzi mtazamaji, wewe ambaye unatufuata kila mara. Bonyeza kwenye comment utuambie unapatikana wapi, unafuata matangazo ya TK TV kutoka nchi ya wapi na unaitwa nani. Asante sana, hapa nitakuwa nimefika mwisho wa uchambuzi wa siku ya leo. Tukutane kesho nikuletee uchambuzi mwingine wa vita na hali halisi ya usalama. Dinamike Malembeni jina langu, upande wa pili mwite Pepe Wilonja. Karibu.